Iran inasema kwamba vikwazo vya mafuta vilivyowekwa na wa Magharibi pamoja na Marekani vimefeli. Shirika la kimataifa la ufuatiliaji wa meli za mafuta katika ripoti yake mpya limesema kuwa mauzo ya nje ya mafuta ghafi ya Iran sasa yamefikia kiwango cha juu zaidi katika kipindi cha miaka 7 iliyopita. Licha ya kuwepo kwa vikwazo vilivyowekwa na mataifa ya Magharibi, lakini Iran imekuwa kinara katika uuzaji wa mafuta tofauti katika kipindi hiki cha mwaka 2025, mwaka ambao Iran imewekewa vikwazo vingi. Shirika hilo linalojulikana kama Tanker Trackers limetangaza kwamba katika mwezi wa Septemba mwaka 2025 mauzo ya mafuta ghafi ya Iran yalifikia takribani mapipa milioni 2 kwa siku, idadi ambayo haijawahi kufikiwa tangu katikati ya mwaka 2018, na hii ni kupitia ujumbe wake katika mitandao wa X, ikisema kuwa kiwango hiki ni rekodi mpya tangu mwaka huu. Takwimu hizi zimetolewa huku vikwazo vya Baraza la Usalama la Umoja wa Mataifa ambavyo Iran huvitaja kuwa ni batili na vya kidhalimu vikirejeshwa tena mwezi Septemba mwaka 2025. Marekani na washirika wake wa Ulaya walitarajia kuwa kurejeshwa kwa vikwazo hivyo kutakata mauzo ya mafuta ya Iran katika masoko makuu kama vile China, lakini taarifa mpya pamoja na uchambuzi wa wataalamu na maafisa wa Iran zinaonyesha kuwa vikwazo hivyo havikuwa na athari yoyote. Marekani ilitaka mauzo ya Iran ya mafuta yafikie sifuri, kwa maana kusiwe na mauzo kabisa, lakini hili linaonekana pia kushindikana. Waziri wa mafuta wa Iran, Mohsen Paknezhad, awali alisema kuwa kurejea kwa vikwazo vya Umoja wa Mataifa hakutaleta shinikizo jipya dhidi ya mauzo ya nje ya mafuta ya Iran. Akikumbusha uzoefu wa miaka iliyopita, aliongeza kuwa Iran tayari imeweza kuvuka baadhi ya vikwazo vigumu zaidi vya Marekani katika sekta ya mafuta. Balozi wa China nchini Iran, Zhong Peiwu, naye alisisitiza kuwa mahusiano kati ya Iran na China hayatayumbishwa na hatua za Marekani, akisema zaidi kwamba tutaendelea kushirikiana kwa nguvu na hatutaruhusu vikwazo kuharibu mwenendo wa kazi zetu. Akaongeza kuwa China kama rafiki wa Iran haitoacha kuunga mkono. Zhong Peiwu alifafanua zaidi kuwa China haikubaliani na shinikizo lisilo la msingi kutoka Marekani na itapinga hatua hizo kwa vitendo, kuhakikisha kuwa mahusiano ya kiuchumi na kibiashara kati ya mataifa hayo mawili hayaingiliwi. Katika miaka ya karibuni, vikwazo vya mafuta dhidi ya Iran mara nyingi havikufanikiwa kwa sababu Iran imeweza kutumia njia mbadala kiufundi, kidiplomasia na kioperation ili kuendelea kuuza mafuta. Ushirikiano na mataifa huru pamoja na masoko makuu kama vile China umesaidia kupitisha mafuta ya Iran licha ya vikwazo kuwa vingi. Aidha, China, India na baadhi ya nchi za Kiarabu hazitambui vikwazo vya upande mmoja vya Marekani na bado zinaendelea kununua mafuta kutoka nchini Iran. Soko la dunia linahitaji mafuta ya Iran, kwani licha ya vikwazo, Iran bado ni mhusika mkuu na msambazaji wa nishati. Uwezo wa kuuza mapipa milioni 2 kwa siku katika mwezi Septemba mwaka huu unaonyesha hadhi hiyo. Kadri miaka inavyozidi kusonga, uhusiano wa kiuchumi kati ya Iran na mataifa huru umezidi kuongezeka. China imepuuza vikwazo vya Marekani na inaona mafuta ya Iran kama sehemu ya mkakati wake wa nishati. Vilevile, ushirikiano wa kiuchumi na kimkakati kati ya Iran na Urusi umeimarika, jambo linalopunguza utegemezi kwa Magharibi. Nchi nyingi barani Afrika, Amerika ya Kusini na Asia zinatafuta vyanzo vya nishati vya bei nafuu na vya kuaminika. Kwao, Iran ni mshirika anayefaa. Pamoja na vikwazo, Iran imehifadhi na hata kuendeleza miundombinu ya uzalishaji na uchenjuaji mafuta. Iran pia ina nafasi maalum kwenye soko la kimataifa na nishati, ikiwa na akiba ya 4 kwa ukubwa wa mafuta duniani na ya pili ya gesi asilia. Nafasi yake ya kijiografia, upatikanaji wa ghuba ya Uajemi, bahari ya Oman na ukaribu wa masoko ya Asia inaipa uwezo mkubwa wa kuuza mafuta kwa mataifa mbalimbali. Kwa hivyo vikwazo vya mafuta dhidi ya Iran vya mwaka 2025 vimeshindwa kabisa, kwa sababu Iran imetumia umahiri wa kiufundi, busara ya kidiplomasia na mbinu za kibiashara kudumisha na hata kuongeza mauzo yake. Hii ni dalili ya nguvu ya uchumi wake, uwerevu wa kimkakati na uzito wa kisiasa kijiografia katika soko la nishati duniani. Kwa kuangazia mafanikio ya sera za kigeni za Iran, ongezeko la wanunuzi na ujuzi wa kukabiliana na vikwazo vya upande mmoja vya Marekani na nchi za Magharibi, Iran imeweza kuimarisha nafasi yake katika soko la kimataifa la nishati. Mtazamaji, endelea kutufuatilia na nikusihi usisahau kulike, usisahau kucomment, kadhalika na kusubscribe channel hii ili upate habari hizi kwa mapana kupitia The World News.
Naitwa Damu Hussein.